utumishi wao kuwa mbaya. Nitakuonyesha huko mwisho madhara yake. Mungu aliwakataa kwa sababu ya utumishi wao kuwa mbaya. Kwa hiyo akamwinua mtoto Samueli akiwa mdogo sana. Na yeye alikuwa na utumishi wa hekaluni, lakini hakuwahi kuisikia sauti ya Mungu hata alipoisikia ikimwita kwa mara ya kwanza, Samueli, Samueli. Anaitika, anajua ni Eli anamuita baba yake mlezi. Kumbe sivyo, ni Mungu anamuita katika utumishi mkubwa sana. Ongeza kidogo. Kwa hiyo tunaona hapa jinsi ambavyo Samueli anaitikia. Samueli anaitikia huu wito kwa uzuri. Mwisho anaambiwa, akikuita tena sema mimi hapa Bwana, nena mtumishi wako anasikia. Na baada ya kusikia maneno hayo, Mungu akaruhusu sasa wito uanze kazi. Anampa maneno yake, anamwambia kile ambacho Mungu anataka. Mungu akikuita, kuna vitu atasema na wewe. Utaona kila siku kuna kitu anaongea na wewe. Ni kipya kwenye maisha. Hata ujumbe huu unaokuta ni mpya. Uliwahi kufundishwa mahala fulani ujumbe kama huu wa wito wa Mungu, lakini kwa namna ulivyofundishwa siku hiyo ukaupokea, sio namna ambayo utafundishwa leo na kuupokea. Kwa sababu gani? Ndani kuna kitu ambacho kinatamani kujifunza kwa kusikia kutoka kwa Bwana kila itwapo leo. Sasa tulijifunza maisha ya Samueli ambaye alikuwa huko Yerusalemu, mtu aliyebeba umaarufu mkubwa hata kifo chake. Anasema huyu ndiye mtu ambaye alikuwa ni wa kipekee sana, aliyependwa na Mungu, ambaye alibeba mambo matatu. Alikuwa kuhani katika maisha yake ya kumtumikia Mungu na taifa la Israeli. Alikuwa kuhani, lakini pia alikuwa ni nabii wa Bwana. Lakini jambo la tatu, alikuwa ni mwamuzi kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo alifanya mambo matatu. Na nini ambacho alisimamia sana Samuel? Kitu ambacho alisimamia kuwaongoza wana wa Israeli ni maisha ya kumwishi Mungu kiroho. Aliwafundisha watu maisha ya kumwishi Mungu kiroho. Kwa hiyo maisha yake yote alisimamia haki ya Mungu. Na ndio maana hata Sauli alipomtawadha kuwa mfalme wa taifa, alipofika wakati Sauli anageuka kuwa kinyume na mpango wa Mungu, Samueli bado alisimama kwenye kusudi. Anamkata kichwa mfalme ambaye aliachwa na Sauli. Anamwambia, Bwana amesema usibakishe chochote kwenye nchi hii. Kwa nini unamhifadhi mtu kama huyu hai? Kwa hiyo unagundua kwamba aliishi katika neno la Mungu kweli kweli. Alivyolisikia ndivyo alivyolitendea kazi, hakupindisha. Sasa tunajifunza wito, na tukafika mahala tukaulizana swali tuje pesi hili: utajuaje kama una wito maalum? Tukasoma katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28 hadi 30. Naomba nianzie hapo. Tutasoma hapo na Luka, andika pia na Luka 2 mstari wa 52. Luka 2 mstari wa 52. Soma hapo Mathayo 11:28 30. Neno langu linasema, karibu. Jitieni nia yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Anzia 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nia yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Naam. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo katika tusome na Luka 2:52. Tusome na Luka 2:52. Mungu nasema. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Asante. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tulijifunza hapa. Sasa niliagusa kidogo tu. Katika kifungu hicho maandiko ambayo tumeyasoma, kuna mambo matano ambayo yanaonekana hapo. Utajuaje kwamba una wito maalum? Acha wito huu wa pamoja, wito maalum. Tukaanza kwa kusema kile kifungu mstari ule wa 28 unasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Katika kamusi ya Kiswahili neno hili njoni au njoo ni tamko la kumuita mtu aje asogee mahali alipo msemaji. Aje asogee mahali ulipo wewe. Ndio maana akasema njoni. Maana yake sio njoo mtu mmoja, akauita ulimwengu wote njoni. Watu wote wa pande zote, wa kabila zote, mataifa yote, watu wanaosema wana dini wote, njoni wote. Njoni wote. Alafu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana yake jambo hilo, kwa tamko jingine, neno hilo linaonyesha huruma, kuhurumia watu. Kwa sababu anasema njoo kwangu wewe ambaye una mzigo, unasumbuka, unateseka, unahangaika, umeonewa. Kwa hiyo anaita kwa sababu anawaona ni watu ambao wana mizigo, wanateseka, ambao hawana kimbilio, hawana msaada. Kama itatokea leo hii kwa shida ulio nayo, alafu akaja mtu ambaye anaiona hiyo shida yako, alafu akakwambia njoo nikutimizie shida yako, unajisikiaje kwenye nafsi yako? Hilo tatizo lilo nalo. Yaani mfano unapambana kulipa chumba cha shilingi 20,000 tu, jasho na kutoka, alafu mtu anakuja tu, anatoka alikotoka, alafu anakuambia naona alafu na miezi 3 unadaiwa mwanangu. Baba mwenye nyumba kila siku asubuhi huyu hapa, jioni huyu hapa. Wakati mwingine unanyamaza ndani, unauchuna, huitikii karibu kwa sababu unajua nadaiwa. Alafu anatokea anakuambia njoo nikupe pa kuishi. Unakwenda anakupa nyumba ambayo ina kila kitu ndani, furniture nini, anakuambia ishi hapa bure kabisa maisha yako yote na kizazi chako chote. Unajisikiaje? Kwa maisha ya leo unasema hati, anakupa na hati ya hicho kiwanja, hati miliki tena ya serikali. Unajisikiaje kwenye moyo wako? Kuna kitu hivi kitakuja, kitapiga kwenye moyo wako, afu amenitua nini? Mzigo. Nakumbuka tukio moja ambalo liliwahi kunitokea na nyinyi mkiwa mashahidi. Safari moja, ile nyumba ambayo nilikuwa naishi tukiwa ibadani hapa, ile nyumba ikapigwa na msukosuko, ikaanguka tukiwa ibadani. Tunarudi nyumbani, mimi nilienda kuabudu sehemu nyingine, napigiwa simu naambiwa nyumba imeanguka. Nyumba ya tofali. Sasa nawaza mara mbili, nitaishije na familia? Nyumba imeharibu kila kitu ndani, mpaka kitanda, mpaka masefuria, chochote kilichokuwemo ndani chote kimekufa. Nitaishije na familia? Wapendwa walikuwepo pale, wenye kutoa mabati, wenye kuinua hiki, wenye kutoa kile. Kila mtu anafanya anachofanya. Wengine wamekaa tu wanaosema sasa itakuwaje hivyo. Alafu kufumba na kufumbua hivi, anatokea mama mmoja ananiambia, mchungaji, kwa hiyo unasemaje? Nikamwambia mimi sina cha kusema, niseme nini sasa?
niseme nini? Kwa hiyo unaenda kupanga wapi? Ambia hapa sielewi. Ndio kwanza nimefika na sijui na hela sina. Ananiambia mimi nina kibanda changu pale. Unaweza ukajihifadhi usipojali kwa muda. Wewe mbona unaongea kitu kama kinanielewa na kielewa kama sikielewi hivi? Ananiambia twende na kibanda changu pale. Nafika pale nakutana na nyumba ya vyumba 6. Ananiambia utakaa hapa mpaka utakaporekebisha mambo yako. Basi unajisikiaje pale? Niliona mbingu zimefunguka hivi. Bwana tusaidie sana. Yaani wakati unawaza nafanya nini, alafu ndo wakati unaambiwa hiki hapa cha kukusaidia. Unaona mbingu zimefunguka hivi. Vipi siku ambayo ulikuwa na shida kubwa sana, alafu kufumba na kufumbua hivi, msaada unatokea mbele yako. Unajisikiaje? Unaona Mungu amekukumbuka hivi. Ndio hapo watu wanapigaga magoti wanasema asante Mungu. Aliyekusaidia ni mwanadamu, lakini unasema asante nani? Maana Mungu amemtumia nani? Mwanadamu. Sasa hapa tendo hili linaonyesha huruma. Njoo nikupumzishe. Linaonyesha huruma. Sasa huruma hizi ndizo hizo ambazo zinapelekea mpaka Yesu kukusaidia kwenye matatizo yaliyoshindikana kwa mikono ya wanadamu. Tabibu ameshindwa, Mungu anaingilia kati kwenye hilo tatizo. Kwa sababu ya hili neno lake. Naye anasema analiangalia neno lake apate kufanya nini? Kulitimiza. Tena amezitukuza ahadi zake kuliko jina lake. Kwa hiyo tendo hilo linaonyesha roho ya huruma. Sawa sawa na alivyosema, kumbuka Mungu ni wa huruma. Katika Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16 unasemaje? Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Soma. Mstari wa 16. Mungu anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Asante. Kwa hiyo kumbe kabla hujampokea huyu Mungu katika wito, anasema umepotea. Sasa roho ya Mungu ni huruma. Na ndio maana hapa tunaona anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, awe kielelezo cha huruma yake. Ndio maana Yesu akafika mahala akasema kama mtoto akiwaweka huru, mpo huru kweli kweli. Yesu ni kielelezo cha kwamba Mungu anatupenda na anatuhurumia. Kwa hiyo adhabu ambayo ilitakiwa tuipate, anakubali ateswe mwanae sisi tuwe salama. Kwa hiyo dalili ya kujijua una wito, una roho ya huruma. Unaweza ukafanya chochote kwa ajili ya mtu unayemfahamu au usiyemfahamu. Mungu anaonyesha tendo la huruma kwa kusema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae. Na mwanae anasema njooni kwangu nipate kuwapumzisha. Roho ya huruma. Katika kamusi ya Kiswahili neno hili huruma ni neno lenye maana ya kwamba moyo wa imani, moyo au wema na upole. Moyo wa imani au tunasema wema na upole. Katika vile vivumishi tunasema roho ya rehema. Una moyo wa rehema. Watu wenye wito maalum huwa ni watu wenye moyo wa rehema. Watu ambao hawajali maumivu, wanachokiangalia ni jinsi gani ataweza kumsaidia mtu mwingine, jinsi gani ataweza kumkomboa mtu mwingine. Lakini hebu soma katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1. Tunaliona pendo la Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 1. Tunaliona pendo la Mungu. Anasemaje?
Naam. Mungu inasema, tazameni ni pendo la namna gani. Tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba. Aliyotupa Baba. Kwamba tuitwe wana wa Mungu. Kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ndio ulimwengu haututambui. Ulimwengu hautambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Kwa kuwa haukumtambua yeye. Ni pendo la namna gani kwamba tuitwe wana wa Mungu. Sasa sisi ni watu ambao tumebadilishwa kwa upendo tu wa Mungu. Sasa ni ile hali ya kusema namchukua yatima na kaa naye, au mtoto wa mtaani na kaa naye kwa upendo tu. Na akija humfanyi kama mfanyakazi, bali unamfanya kama mtoto wako wa kumzaa. Ama unamsaidia mtu kitu sio kwa kulazimishwa, unakifanya kwa kupenda tu, kwa hiari tu. Yaani kuna msukumo ndani unakuja kwa kusukumwa kufanya kitu kwa hiari tu. Sio kwamba paka uwe na vingi, uwe na yani uonekane, makamera yaje, uonyeshwe wewe ni nani, watu wakuwa waseme dunia iseme amefanya. Hiyo sio kitu hicho. Yani wewe ni yule mtu ambaye unatamani tu kumsaidia yoyote. Yawepo makamera unasaidia, hayapo makamera unasaidia, wewe unasaidia tu yani wewe ni mtu wa kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu huyu yuko tayari yake yapungue, ya mwenzake yaongezeke. Yuko tayari aupoteze muda wake kwa ajili ya mwenzake, lakini ya kwake yake yapungue, ila ya kwake ya mwenzake yaende sawa, akijua kwamba baada ya muda Mungu atanisaidia na mimi nitakaa sawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu anajua muda upo, haujaisha bado, muda upo. Siku ya siku Bwana atanikumbuka. Na kwa kufanya hivyo, anasema hiyo ni dalili njema, kwa sababu anasema tupa vingi katika nchi, maana hujui ni wakati gani bali takuja. Anasema wape watu vitu, wanavyowapa watu vitu vingi ndivyo watakavyokupa wewe kifuani mwako. Lakini anasema tena utende wema, kwa sababu wema wako wewe ni akiba. Haleluya. Haleluya. Unaweza usivune leo, unaweza usivune kwenye macho yako, lakini watoto wako wakaja wakavuna wema wako. Haleluya. Wajukuu zako, uzao wako ukavuna wema uliowafanyia watu. Ni mtoto wa nani? Huyu ni mtoto wa fulani. Fulani tunamjua Bwana. Aliishi na sisi, alitembea na sisi. Mungu ndo anaangalia vitu vya namna ile, kwa sababu Mungu anamwambia Ibrahimu, mtoe mtoto wako mpendaye Isaka awe sadaka, na nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Yeye hajali kwamba hivyo vitu vitakuja kutokea kwa namna gani. Yeye anachoangalia ni kwamba Mungu amesema nimtoe, basi haina shida. Anafanya ile sadaka ya kumtoa mwanae. Lakini anapofanya ile sadaka ya kumtoa mwanae, si kwa sababu yake. Anasema kwa sababu Mungu alishamwambia huko nyuma, mataifa yatabarikiwa kupitia wewe. Nataka kukufanya mtu wa kipekee. Sasa Mungu anapokuwa na mission na wewe, matatizo na vikwazo havipungui. Kwa sababu ya nini? Shetani kwanza anajua kwamba wewe una mission maalum na Mungu, lakini nje na hapo pia mambo anayoyataka Mungu mara nyingi hukinzana na maisha ya kawaida ya wanadamu. Hello. Ngoja uwe mtu wa huruma, utasikia. Yule naye kujipendekeza. Hujawahi kusikia hayo maneno? Unasaidia watu au kuna mtu anasaidia watu, unasikia watu yani kwa roho njema tu, akili wanamsema pembeni. Yule naye kujipendekeza, yule naye alivyo, mtazame. Kumbe yeye anasukumwa na ile hali yake ya ndani. Sasa hii haijalishi huyu mtu wito wake ni uchungaji au injilisti au huduma zozote zinazoonekana. Mtu mwingine sio huduma zinazoonekana. Mtu mwingine ni vitu vya ndani sana ambavyo ni maombi labda, au ni hali ya kujitoa kwa namna moja ama nyingine, lakini sio kitu kinachoonekana sana nje. Lakini ni mission maalum. Kuna watu kwenye Biblia ambao huduma zao hazionekani sana, lakini mpaka leo wamewekwa kwenye historia. Bwana Yesu atusaidie sana.
Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunazungumzia, tunaposema Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Analenga roho ya huruma ambayo tunasema ni moyo wa imani kwa Kiswahili cha kawaida, moyo wa imani au wema na upole. Bwana Yesu atusaidie sana, ambaye kisewe chake tunasema ni rehema. Lakini tulizungumza kuhusiana na habari ya kujitia nira katika ile Mathayo 11 mstari wa 29a, alafu soma na wa 30 wote. Mathayo 11:29a, alafu soma mstari wa 30 wote. Anasema Mathayo 11:29. Elewa vizuri msomaji wangu, tunaruka hewani. 11:29. Mungu anasema, jitieni nira yangu. Hapo anasema jitieni nira yangu. Twende wa 30. Kwa maana nira yangu ni laini. Kwa maana nira yangu ni laini. Na mzigo wangu ni mwepesi. Na mzigo wangu ni mwepesi. Yes. Kwa nini anasema haya? Kwa sababu anasema, yani unapowaita watu waje kwako, kuna vitu utawafundisha kufanya. Kuna vitu utataka waambatane na wewe kwa namna fulani. Anasema sasa jitieni nira yangu. Na anaposema jitieni nira yangu, maana yake tunasema kwa Kiswahili cha kawaida tunasema hii nira ni kipande cha mti ambacho hufungiwa ng'ombe au farasi shingoni wakati wa kukokota gari au wanapolima, kama jinsi tulivyojifunza. Kwa hiyo wanapofungiwa kile wanasema jitieni. Sasa Yesu anasema jitieni nira yangu, maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Maana yake twende pamoja, wala mimi sichoshi na kile nitakachowafundisha au kile ambacho mnakibeba, wala sio kizito cha kawaida sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tunakibeba nini? Tunachokibeba ni kitu gani? Tunachokibeba ni kitu gani? Na tunaposema hivyo tunalenga katika ile kamusi, tunazungumzia maana yake ni kupenda kuambatana nao na uwe kiongozi wao kwa upendo. Kama jinsi anavyosema mzigo wake uko wapi? Uko hapa. Yohana 15 mstari ule wa 7. Yohana 15 ule ndipo anaposema nira yangu ni laini. Anasemaje? Mstari wa 7. Mungu anasema, ninyi mkikaa ndani yangu. Ninyi mkikaa ndani yangu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lote. Nanyi mtatendewa. Na rudia tena. Ninyi mkikaa ndani yangu. Ninyi mkikaa ndani yangu. Na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lote. Nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nira ya Yesu ni hii, kubeba tu neno lake. Kubeba tu neno lake. Angalia kanisa lilivyopungua. Hivi wangapi leo hii wanatembea na hii Biblia kama hii? Hebu inua Biblia kama una. Watu nusu ya kanisa wana Biblia kama hii. Wangapi wanatembea na Biblia hii? Hebu inua kama unayo. Huna Biblia hiyo, una Biblia hii. Inua hiyo Biblia. Vizuri. Safi. Hiyo Biblia ulio nayo kwenye hii, umewahi kuona wakati una download, umeziona Biblia ngapi huko? Umeziona ngapi? Umeshawahi kuchunguza hizo Biblia, ndani ya hizo Biblia kuna nini ambazo ziko huko? Si nyingi. Lakini tuseme mimi na wewe mliobeba Biblia kama hii, ziko tofauti? Biblia yako iko tofauti na hii? Lakini zilizomo humu zote zinafanana? Zingine hazifanani. Achana na tafsiri za lugha za kawaida. Kuna zingine zimepunguza maneno ya kwenye Biblia, na kuna zingine zimeongeza maneno ya kwenye Biblia, na kuna zingine zimechakachua maneno ya kwenye Biblia.
zimo. Sasa unaweza ukafungua Biblia hiyo hiyo, na hata mimi ninazo nyingi. Hata mimi ninazo nyingi kwenye hii simu yangu. Ninazo nyingi. Ni nyingi kweli kweli. Nikikufanyia hivi, unaziona hizi hapa? Hapa zilizojaa hapa. Hizi zote hapa ni Biblia. Umeelewa? Na kila moja ina kazi yake. Kwa mimi naelewa. Lakini katika Biblia hizi zenye maneno ambayo yako sawa sawa na humu, katika hizo Biblia nilizo nazo, yenye maneno sawa sawa na humu, ziko Biblia 4 tu zenye maneno sawa sawa na Biblia hiyo. Lakini hizo zingine ziko tofauti. Kuna zilizozidisha maneno, kuna zilizopunguza ukali wa maneno, kuna zilizo utengeneza Kiswahili cha kawaida. Hizo zinatusaidia kujua baadhi ya vitu. Lakini sasa tunafika mahala, hiki hapa ni kitabu ambacho kimehakikiwa. Hii kitu tunachotembea nacho. Tumefika mahala kanisa linagoma kutembea na hiki, kwa sababu hiki ukitembea nacho tu hivi mtaani tu, yaani kama unaenda kushuhudia, kama unaenda kanisani, ukatembea nacho tu hivi, ukatembea hivi, ukaenda, watu wakikuona tumelibeba hili, wanajua jamaa amebeba gombo la chuo. Si unanielewa vizuri? Lakini ngoja nitembee na hii. Hii si moja, natembea na hii. Mtu atajua nimebeba Biblia? Atajua tu nina simu. Atajua hivyo tu nina simu. Haiwezi kushuhudia chochote. Lakini hii ukitembea nayo moja kwa moja inashuhudia. Tulikuwa kusini, katika yale maeneo ya kusini, kuna baadhi ya maeneo tulienda kushuhudia. Wenyeji wanatuambia msitembee na Biblia. Msitembee, msiende na Biblia. Tunahoji kwa nini? Nasema maana mkienda na Biblia mambo yako mawili: kuto kuwasikiliza au kufanyiwa fujo. Sasa si unajua kuna vichwa ngumu wengine tulitembea nazo. Wasiposikiliza, wakituona watajua wale ni Wakristo na ujumbe wao ni neno la Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ila kuwa makini, kwa sababu hizo nchi ni nchi za hatari. Kwa hiyo katika kusema haya anasema jifunzeni, anasema jitieni nila yangu, kwa sababu nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mzigo wake ni neno la Mungu. Na katika neno la Mungu ndipo tunaposema ukiwa na neno la Mungu sasa, chochote unachotaka Bwana kutendee. Nimeoa mke mwema, mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Mungu akubariki sana. Sasa chochote unachotaka Mungu akutendee ni kupitia neno lake. Maana amezitukuza ahadi zake kuliko jina lake. Chochote. Leo tumepungukiwa na neno. Huu mzigo wa neno haumo, na ndio maana tumepunguza makali, tumepunguza shauku. Kwa sababu tunapotaka kusoma Biblia, si kwamba hamsomi. Mnasoma, lakini mnazozisoma ziko humu, ambamo humu unajikuta unaambatanisha na vitu vingine. Unasoma Biblia, alafu mwisho wa siku unahama kwenye Biblia, unaenda kwenye kitu kingine, kwa sababu hiki kitu kimebeba vitu vingi. Kutembea nacho sio dhambi, lakini kimebeba vitu vingi. Unajikuta umeingia kwenye kitu kingine. Lakini jaribu kufungua hii, moja kwa moja itakuweka bize kwenye kusoma neno la Mungu, lakini pia itakupa shauku ya kukariri hadi vifungu. Unaona Biblia yangu? Ukifungua hii Biblia yangu unaona vitu kama hivi. Unaviona hivi? Hii ni ya kwangu mwenyewe. Sasa Biblia yako wewe umeandika, umeweka vitu kama hivi. Yaani nikifungua tu hapo mwanzo paka Ufunuo, wewe umechora chora hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Asante sana. Asante mwinjilisti wangu. Hii ni picha ya familia yangu jamani. Sio kasema jamaa anatembea na nini. Hii niliiweka. Hii picha ya familia yangu. Haleluya. Amen. Niliweka huko nikaitunza. Sasa kwani familia yako ni ugomvi?
Haleluya. Jamani, tulipende neno la Mungu. Haleluya. Hebu mwekee Yesu makofi mazuri. Haleluya. Tunapokuwa tunamtaka Mungu atutendee, ni wajibu kutembea na neno lake. Na neno lake linakaa wapi? Tusome neno na tulihifadhi kifuani. Ndipo anaposema sasa, chochote tunachotaka tuombe chochote, naye atatutendea. Oh, haleluya. Na ndio maana tunataka njoo Jumatano tujifunze, njoo Jumaa tujifunze, na kwenye maombi njoo tujifunze, kwa sababu katika kuombewa kwako ni lazima neno la Mungu lijae ndani yako. Haleluya. Haleluya. Neno la Mungu linahitajika. Yaani bila neno la Mungu wewe ni mshirikina kama wengine. Nakwambia, kwa sababu upako bila elimu ni uchawi tu, kama uchawi mwingine. Na ndio maana watu wanawalisha watu nyoka. Sio kwa sababu gani? Kwa sababu hawana maarifa ya neno la Mungu, ila wanajitafuta kwenye upako. Wanajitafuta kwenye upako, sio kwenye maarifa juu ya habari ya Mungu. Wanatafuta upako. Na watu wengi wanatafuta kuponywa, sio mponyaji. Sasa hiyo ni shida. Tafuta mponyaji, sio kuponywa. Utaponywa mpaka na manyang'au, lakini ukimpata mponyaji popote ulipo utajiamini. Niseme nini? Haleluya. Nasema hivi, wakati una Yesu, ukiwa na Yesu ndani, Yesu sio kwa ajili ya kuponya magonjwa peke yake. Yesu sio kwa ajili ya kukusaidia kupata ada ya watoto peke yake. Yesu sio kwa sababu ya kukusaidia kukulipia karo peke yake. Yesu sio kwa ajili ya kitu fulani peke yake. Kwa sababu wakati wewe unaomba upate mtoto, wakati huo Mungu akikuangalia bado unapungukiwa na mali, yeye anakupa mali. Wakati wewe unalia upate mali, akikuangalia bado unapungukiwa na hekima ndani yako, yeye anawekeza na hicho nacho. Haleluya. Akamwambia Suleiman alipomuuliza, unataka nikufanyie nini? Akasema, nipe hekima nijue jinsi ya kuingia na kutoka kwa watoto wako. Akamwambia, kwa sababu hukutaka mali wala roho za adui zako, na hayo nayo yote nimekupa. Umeona hiyo kitu? Haleluya. Haleluya. Ukimtaka Mungu umepata vyote. Huyu Yesu amekusanya vyote. Vyote. Hii Yesu ni package iliyojaa hivi. Halafu sio tu hapo, anasema bado ukinipata hata baada ya masumbuko ya ulimwengu huu, bado mwanangu, uzima wa milele ni wa kwako. Haleluya. Sasa hebu jaribu kufikiria, ukiupata ulimwengu wote huu, baada ya kuupata ukiwa na miaka 30 unakufa. Baada ya hapo nini kinatokea? Nini kinatokea? Ndio maana unaweza ukajisumbua sana, halafu sione mafanikio. Kwa sababu anakuona wewe, hata nikusaidie nini sasa wakati uzima wa milele unaukosa? Unaukosa hivi hivi. Yule mtu akasema, baada ya kujitengenezea mambo mengi mazuri, akasema hivi, tazama nafsi yangu, haya yote umeyatengeneza wewe kwa mikono yako. Sasa wakati huu ni wakati sasa wa kufurahi. Unajua kilichotokea? Akamwambia, sasa wewe kwa sababu hujanitukuza mimi, na kupiga wazimu wa ajabu. Na kupiga wazimu wa ajabu ambao haujawahi kutokea katika dunia hii. Chukua yule mtu akawa mwehu ghafla. Alafu alipokuwa mwehu haitoshi, akatoweka kwenye jumba lake la kifalme, akaondoka bio maporini. Alafu anaondoka haieleweki. Mungu ni wa ajabu wewe. Acha Mungu aitwe Mungu wewe. Wewe unajivunia kitu gani? Una chochote? Watu walikuwa wafalme, wanalindwa hivi. Wanalindwa na magari, wanalindwa na maaskari, wanalindwa na majemedari, makomando ambao hafumbi jicho mpaka linakuchwa. Lakini Mungu akasema amnijui. Akapiga wazimu wa ajabu. Alafu akaondoka kwenye jumba la kifalme. Hakuna hata mtoto mdogo aliyemfuata. Achana na askari wanaolipwa mshahara. Hakuna hata mtoto mdogo aliyemfuata. Hata aliyejua akaenda wapi. Ghafla tu mtu akapotezwa kwenye ramani ya maisha. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mpaka mwaka wa 7. Anasema kweli Mungu upo. Manywele yamekuwa marefu namna hii mpaka chini. Lakini haitoshi, makucha namna hii kama simba. Marefu, anakula manyasi. Hata maji ya kwenye mapango haogi. Anaoga umande kama mnyama. Manywele yamemrefuka.
Anarudi anakaa chini, akili yake ya ubinadamu inamwambia yupo Mungu uliyemkufuru ndiye aliyekufanya uwe hivi. Moyoni mwake analia machozi, anasema Mungu upo. Nimeamini Mungu upo. Kiburi changu sio nini. Mungu upo. Aliposema maneno yale ya kumtukuza Mungu wa mbinguni, Biblia inasema watu wakakumbuka yupo mfalme, wakaenda kumtafuta mapolini. Baada ya miaka 7 ndo wanakumbuka alikuwepo. Sasa wewe ni nani hata nini huna bwana? Huna hata gorofa hapa kibada hii, alafu unataka kuleta usumbufu. Wewe sikiliza, mheshimu Mungu. Walikuwepo watawala na wamepotezwa. Sasa Mungu akikupa nafasi ya kumtumikia, ya kulijua hili neno lake, muishi, mfuate, amua kutoka kwenye moyo wako kwamba Bwana nitaambatana na wewe. Sasa mtu mwenye wito, nazungumzia wito wa Mungu. Mtu mwenye wito wa kimungu, yeye hayumbishwi. Shetani akamfuata Yesu akamwambia, kama unaweza kweli na unataka uwe maarufu duniani, sasa anguka unisujudie, nikupe ulimwengu mzima, maana uko kwenye mikono yangu. Akamwambia, wewe achana na mimi, wa kusujudiwa ni Mungu. Mtoto aliyezaliwa kwenye useremala. Wakati hapa leo kanisani yupo mtu mmoja ambaye anatamani leo hii angezaliwa na Baresa kuliko baba yake aliyemzaa. Huna maarifa wewe, umepungukiwa kabisa. Mungu amekuleta kwenye uzao huo, analo kusudi, na amekuokoa, analo kusudi. Amekuita, analo kusudi. Yesu aliyezaliwa na seremala. Sasa hatuna background nzuri sana ya maisha ya Yesu, baba yake alikuwaje, maana wako mafundi seremala wenye utajiri, lakini anavyoonyeshwa maisha ya Yusufu, anaonekana alikuwa mtu wa kawaida sana. Alikuwa mtu wa kawaida sana, yani maisha yake yalikuwa ya kawaida sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hata ile picha ya kuzaliwa kwake tu Yesu, unaiona, angalia anaenda kuzaliwa kwenye holi la ng'ombe. Hivi kweli kama angekuwa na mpunga wa kutosha, si hata kibanda cha mtu angemvua tu siku huo toka mke wangu ajifungue huko. Yeye kupiga picha tu. Kwani unafikiri nyumba ziliisha pale? Sometimes hela zinakosekana. Wewe mwenyewe unajisikiaje unapokuwa una hela? Kila kitu unakitamani, alafu kukipata hata juisi ya 500 changamoto. Sasa inaonekana maisha ya kawaida sana. Lakini katika hayo maisha, shetani anamfuata, anamwambia nisujudie, nikupe hivi vyote. Anamwambia wapi, haitakaa iwezekane, wala sitakusujudia. Shetani, toka mbele yangu, tena anayestahili kusujudiwa ni Mungu peke yake. Kwa kufanya hivyo, malaika wa mbinguni wakaja wakasujudu mbele yake, wakamtukuza Bwana na wakamhudumia. Sema amina kubwa kwa Bwana. Lishike neno la Bwana, liishi neno la Bwana. Yeye atakuwezesha, yeye atakutukuza. Wakikukataa, potelea mbali. Wakikususa, potelea mbali. Wakikushusha chini, potelea mbali. Yeye yupo anayekujua, aliyekuita kwenye wito. Tumika sawa sawa na mapenzi yake. Tumika sawa sawa na Mungu anavyotaka. Tumika sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anakuona. Haleluya, haleluya. Sauti ya Mungu umeisikia wewe, wala sio mwingine. Sauti ya Mungu umeisikia wewe, wala sio baba yako. Sauti ya Mungu umeisikia wewe, wala sio mume wako. Sauti ya Mungu umeisikia wewe, wala sio mke wako. Tumika sawa sawa. Achana naye. Achana naye. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Leo tutaishia hapo kwenye hizo mbili. Kesho nitaendelea na hiyo nyingine. Jumapili ijayo tutaendelea na jambo jingine katika wiki.